Karibu katika sehemu ya pili ya likapi yetu. Kama bado hujasubscribe katika channel yetu, hakikisha unafanya hivyo ili tuweze kwenda pamoja. Mimi naitwa DJ Poa, asante sana kwa wote ambao tuko pamoja wakati huu tunasonga mbele. Kim akaruka kutoka juu ya ghorofa na moja kwa moja akatua chini, ambako huko alimkuta bidada na kuanza kumsaidia namna ya kufanya mazoezi. Sasa jambo hili wakati linaendelea, Gang Ho alikuwa akitazama tukio hili moja kwa moja. Bidada Hisu akaomba msaada wa kushikwa miguu yake ili aweze kufanya mazoezi vyema. Sasa Mwamba wakati anamsaidia bidada kufanya mazoezi, akajikuta tu anapata hali ya kihisia kwa sababu amemshika katika maeneo ya mapaja, kitu ambacho kikaanza kumsababisha mwili wake uwe mwepesi na kujikuta anataka kuanza kuelea. Mwamba ikabidi kubadili mawazo na kuanza kuwaza vitu tofauti, lakini kufanya hivi bado alikuwa amemsaidia sana, kwani kuna wakati alipofungua macho yake aliweza kumkuta bibi Hisu mbele ya macho yake, kitu ambacho kilimsababisha apoteze focus na kujikuta anaanza kuelea angani. Hisu akiwa anashangaa huyu jamaa mbona ni kama amepaa au ameruka kwa umbali mrefu sana, ikabidi kuanza kumwaia ili aweze kumfanyia matibabu, lakini nyakati hizo akawa anaingia mtu wa usafi wakasababisha waweze kuondoka eneo hili na kutokuendelea na kile alichokuwa kikifanya. Lakini mtaalamu Gang Ho, mtu anayempenda kisilisili Hisu, akawa anakuja katika eneo hili la kiwanja cha mchezo wa basketball. Kitu kilichomuumiza sana ni kuona kuwa bibie Hisu ana ujirani na Kim. Akajaribu kuruka pale umbali aliokuwa akiweza kuruka bibie na akafika mbele zaidi na akatia alama katika ukuta huu, huku moyoni mwake akisema mimi ndiye ninayestahili kuwa upande wako. Kesho yake wakiwa mgawani, bibi Hisu alikuwa akimdadisi sana Mwamba na kumwambia kuwa nilikuona ukiwa unaelea, lakini Mwamba akawa anapotezea maswali hayo na kutokutaka kabisa kujibu. Basi kabidi kumwagiza na kumwambia kuwa naomba ukanifuatie viatu vyangu katika eneo lile la gym, kwani nilikuwa nimevisahau siku ya jana. Mwamba haraka sana kabidi kukimbia na kwenda kuvifuata viatu hivyo, lakini wakati wote huo bibi Hisu alikuwa akimfuatilia kwa nyuma aweze kushuhudia tu kwamba ana uwezo kweli wa kupaa. Lakini wakati huo akashuhudia jeraha lililokuwa katika mkono wa Kim, akajaribu kutaka kumtibia, lakini alipomgusa tu Mwamba akapata hisia. Dakika mbili mbele Mwamba akaanza kuelea angani. Basi bibi haraka sana kabidi kumwahi jamaa na kumrudisha ardhini. Wakati haya yanaendelea, mlinzi aliyekuwa katika kitengo cha CCTV camera aliweza kuyashuhudia na kushangazwa sana na uwezo wa huyu jamaa, lakini kubwa zaidi akataka kudadisi ni kweli alichokiona ama alikuwa anaota. Bibi Hisu akiwa na hofu kubwa alihofia sana juu ya maisha ya Mwamba, ikabidi kumsindikiza mpaka nyumbani. Wakati huo mvua ilikuwa inanyesha, kwa ikabidi kumsindikiza mpaka nyumbani, kitu ambacho mama alipokiona alifurahi sana na kugundua kuwa mwanae kwa mara ya kwanza kutoka alipokuwa mdogo leo ndo ameleta rafiki nyumbani. Akafurahi sana na kuwakaribisha chakula cha jioni, kwani walikuwa wamechoka sana. Ikabidi Hisu kumpigia simu babake na kumwambia kuwa atachelewa kurudi nyumbani, kwani atakuwa katika nyumba ya rafiki yake ambaye amepata matatizo kidogo. Basi baba akawa amemuelewa, lakini wakati huo anaongea na mwanae alikuwa amepokea oda ya chakula na anatakiwa kupeleka chakula katika eneo hilo. Basi wakati huo mama akaendelea kuwapatia chakula huku akifurahi kweli kweli kuona kuwa mwanae hatimaye amepata rafiki. Lakini akamwambia Hisu kuwa mimi ni mnene kwa sababu mamangu hunipa chakula kingi ili niweze kupata uzito, lakini ndani ya chumba changu ameweka matray mengi zaidi huku juu, kwa maana wakati fulani huwa ninapoota ndoto baadhi najikuta tu naelea angani ili kuavoid maumivu ama kuzuia maumivu yasinipate pindi ninapojigonga katika dali. Basi aliniwekea matray hayo hapo juu kabisa ya dali langu, kitu ambacho kikawa kinamshangaza sana Hisu na kuona kwamba Mwamba anaishi maisha ya kustaajabisha sana. Hisu alipogundua udhaifu wa Mwamba juu yake, basi kabidi kumkanyaga kimaaba katika mguu. Mwamba dakika mbili mbele akawa yuko tayari juu ya ceiling board, kitu ambacho kikabaki kinamshangaza sana Hisu, na hapa akawa anajifikiria kuwa anatakiwa Mwamba kumpa vitu vizito ili angalau asiwe anapaa kuelekea angani. Lakini mwisho wa siku akamwambia kuwa Kim, kama wewe una hisia kwangu basi na mimi nina hisia kwako, kiufupi ni kwamba nakupenda. Baadaye Hisu akawa ameondoka. Mama yake aligundua kabisa mazungumzo kwamba Mwamba alikuwa amemwaga Hisu alafu yeye akabakia ndani. Akamwambia kuwa mahaba yako hivyo, hebu fanya haraka nenda kamsindikize mwenzako, akisha kuwa amepanda basi ndio namna ambapo tunaonyesha mapenzi, sawa mwanangu? Basi bwana kabidi kukimbia Mwamba, na hili aweze kufika kwa haraka ikabidi kupaa angani na kuweza kumfikia Hisu na kuhakikisha kwamba amepanda gari, ndio akawa anarudi nyumbani. Sasa hayo ndio mahaba ambayo mama mtu alikuwa anamfundisha mwanae kuhakikisha kwamba anamjali Hisu. Mwamba Frankie katika harakati zake za kuhakikisha kuwa anawamaliza watu wote wenye uwezo katika mitaa, basi aliingia leo ndani ya baba shop hii ambapo huyu mama ana uwezo mkubwa sana. Sasa akafika hapa kama mteja, akaendelea kunyolewa. Sasa wakati ananyolewa akaulizwa, "Wewe mama una uwezo gani?" Huyu mama akaisi kabisa tu kwamba Mwamba alikuja kwa lengo baya katika baba shop yake. Haraka sana kabidi kumchoma na mkasi katika eneo lake la kichwa, lakini jamaa kwa sababu ana uwezo wa kupona haraka, basi akagombana kwa muda mrefu sana. Sasa huyu mwanamke ana uwezo wa kufunga kitu chochote kile pasipo hata kukigusa, yani anaweza kusema milango funga, ukuta jiloki, vitu kama hivyo. Sasa kwa wakati huu ilikuwa ni ngumu kwake kuyafanya hayo kwa sababu tayari Mwamba alikuwa yuko ndani na kugundua kuwa ni mbaya wake. Hivyo basi Mwamba akafanikiwa kummaliza kabisa. Katika mtaa huu ambao mauaji yamefanyika, baba yake na bibi ndio alikuwa ameagizwa kuleta chakula. Njiani akapishana na huyu muuaji Frankie na hapa akamuulizia chumba ambacho anatakiwa kupeleka chakula. Mwamba akamuelekeza. Sasa alipofika huku kwa bahati mbaya aligundua kuwa hakuwa na mfumo wa kulipia pesa kwa njia ya benki. Hivyo akamwambia jamaa ampatie chakula, lakini atakaporudi
atakuja kuleta pesa hiyo. Jamaa akapokea, lakini huyu jamaa anavyoonekana ni kama tapeli fulani hivi. Bila shaka mzee wake huenda akakosa pesa hii. Kesho yake bwana ilikuwa ni sikukuu ya kitaifa. Inafahamika wazi. Mama yake akamwambia kuwa mbona umejiandaa unaenda shule? Akamwambia kuwa tuna masomo ya ziada, hivyo akawa ameelekea shuleni. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa amekwenda kumsaidia bibi Yisu katika mazoezi yake anayoyafanyia pale katika uwanja wa shule. Lakini walipofika, jambo la kushangaza ni kwamba walikuta kuna alama ya mkono katika ukuta. Yisu moja kwa moja akaamini kwamba jamaa kwa sababu ana uwezo wa kupaa huenda ndiye aliweka alama ile, lakini jamaa akasema kuwa mimi si ambaye nilifanya kitu hicho. Yani Kim alikataa moja kwa moja. Lakini Yisu akamwambia Kim, umewezaje kuitunza siri hiyo ya kwamba una uwezo wa kupaa mpaka siku ya leo hamna anayefahamu siri yako? Basi siku ya leo naye bibi akamwambia kuwa nina siri ndani ya moyo wangu ambao natamani nikwambie, na usije ukamwambia mtu kamwe katika maisha yako. Lakini akamwambia kuwa hivi unahisi ni kwa nini mimi nimehamia katika shule yenu? Basi mwamba akajibu kuwa huenda ulipigana katika shule uliotokea. Akamwambia ni kweli nilifukuzwa shule kwa kupigana, lakini kuna cha zaidi cha wewe ambacho unatakiwa ukifahamu kuhusiana na huo ugomvi wangu. Yisu akaanza kusema kuwa alizaliwa katika familia ya mchimba madini mmoja, lakini mara baada ya kifo cha mama yake kutokana na ajali, basi bidi wahame katika eneo hilo na wakahamia katika eneo jingine kabisa kwenye shule mpya. Katika hiyo shule nilikuwa nimehamia, kuna msichana mmoja alikuwa na pesa sana, alikuwa anafahamika kama Shin. Watu walikuwa kimpola vitu vyake, na kipindi alipokwenda kushtaki kwa walimu, basi walimu walishia kuwaonya tu wanafunzi. Hakuna adhabu walikuwa akiwapatia. Siku hiyo hao wanafunzi wa kike walikuwa kimuonea mwenzao, wakaamua kufika mwisho na huyu mwanafunzi, wakataka kumchoma kisu. Lakini kuna kijana mmoja akajitolea na kupinga ugomvi huo. Lakini mmoja kati ya boyfriend wa wale wasichana wasumbufu akawa ameingilia ugomvi huo na kumpiga sana huyo mwamba aliachanisha tukio la kwamba huyu msichana asichomwe kisu. Nilikuwa kimya nikishuhudia haya maonezi ya huyu msichana. Kila wakati alikuwa akizidi kuonewa. Zaidi siku moja walimtoa nje ya shule na kuanza kumpiga sana. Yisu akawa ameingilia ugomvi, na hapa akapigana na wale wote wa kina dada na akafanikiwa kuwashinda, kwani aliwapiga vibaya sana. Hasa baadaye katika kikao cha shule walimu wakadiscuss kwa kusema kwamba Yisu anatakiwa kufukuzwa shule, kwani hakuwa na jeraha hata moja licha ya kwamba wenzake wote walikuwa wamejeruhiwa vibaya. Ikaaminika kwamba yeye ndio aliyekuwa ameanzisha ugomvi na chanzo cha tatizo. Na adhabu mbaya iliyopelekea familia hii kuwa na maisha magumu ni baada ya huyu mzee wake kuambiwa kuwa anatakiwa kulipa bili za hawa wote walioenda kutibiwa kutokana na majeraha aliyosababishiwa na Yisu. Kwa hiyo akauza nyumba, na kuanzia hapo babake akaanza kuishi maisha ya kutangatanga, na Yisu ndio akasafirishwa kuhamishiwa katika shule mpya. Lakini baadaye nje ya shule bibi Yisu ikabidi kumuuliza baba yake, baba, ni kwa nini katika ugomvi ambao kila mmoja ameweza kujeruhiwa, licha ya kwamba hata mimi nilikuwa ni miongoni mwa watu walioshambuliwa vibaya sana, lakini majeraha yangu yalikuwa kipona haraka? Basi babake akamwambia kuwa ni kweli kabisa, mwili wako una uwezo wa kuponya majeraha kwa haraka zaidi, na hii siri mama yako aliniambia kuwa nisije kuwahi kutoa wala kumwambia mtu yeyote yule. Kesho yake babake na bibi akiwa anaenda kuchukua pesa pale alipokuwa amemwambia kuwa watakuja kulipa kwa sababu alikuwa amekosa njia ya mfumo wa kibenki, alikwenda kushuhudia mapolisi walikuwa ni wengi sana, na hapa alikuwa anachunguza tukio la mauaji yaliyofanyika siku ya jana usiku. Akawaza asiamini kwa sababu jana usiku ni kweli aliingia katika maeneo haya, na hapa kesi ikapelekwa katika makao makuu ya uchunguzi ili kwenda kujua ni nani na nini chanzo cha mauaji haya. Lakini katika jumba hili linahusika na uchunguzi wa kesi mbaya kama hizi, basi alionekana mkuu wa chuo alichokuwa akisoma bibie. Hapa alikuja na kueleza kwamba katika shule yake anaendesha project ya kugundua wanafunzi wenye uwezo wa ajabu, na amegundua kuwa kuna wanafunzi 3 ndani ya shule yake wana uwezo wa kustaajabisha. Sasa je, siri hii nani ameweza kumpatia mkuu huyo wa shule, au alikuwa akifahamu siri ya hawa wanafunzi 3 na amewahifadhi katika shule yake? Basi mambo yanaendelea. Nakumbuka kwamba wanaohisiwa kufanya mauaji haya ni watu wenye uwezo wa ajabu. Siku ya leo darasani aliwasili Kisu, yule mwamba alikuwa amepigwa vibaya na mwamba Gang Ho. Sasa hapa wakati amewasili kuna mgeni mwingine akameingia. Anafahamika kama Shin, yule msichana ambaye alikuwa amesaidiwa kule katika shule ya kwanza kabisa ambako bidada ndiko alikokuwa ametokea. Basi alifurahi sana kumuona bibie hapa katika darasa hili, mkombozi wake katika shule aliyokuwa ametokea. Wakati huo katika muda wa mapumziko hawa wapendanao wawili Kim na mwenzake, basi akaungana na huyu Shin kutokea katika shule nyingine, akaungana pamoja nao. Lakini upande wa pili tunaonyeshwa jamaa Kiso leo alikuwa amemfuata mwamba Gang Ho, na hapa akaanza kumfanyia ziaka kwa kumuongeza chakula na kumwambia kula mbo wewe. Na wakati huo akamvua miwani na huko akaendelea kumziaki. Hapa akamnongoneza na kumwambia kuwa una uwezo wa ajabu ambao hutaki mtu yote aweze kufahamu. Sasa nitakunyanyasa kila sehemu napoona kundi la watu. Baadaye kidogo ndo tunagundua kuwa Yisu alikuwa akifahamu kabisa uwezo wa mwamba. Na hapa akamwambia kuwa umefanya vizuri kwa kutokugombana na Kisu katika upande ule wa darasa. Jambo jema. Akamletea miwani yake na mwamba akawa ameivaa. Gang Ho anafurahi sana kuwa na kampani hii ya bibie, kwani wao anampenda sana yani. Siku ya leo katika kitengo cha siri cha upelelezi wakagundua kuwa kulikuwa kuna sura ya Frank ndio inayohusika katika mauaji ya kila mtu mwenye uwezo. Na hapa wakasema kwamba kama huyu jamaa anafanya mauaji haya na kuna sababu gani ya kuweza kuyafanya, upelelezi utaanza hivi karibuni. Lakini tukirudi katika maeneo haya ya madarasa tunaonyeshwa mwamba Kim ambaye alikuwa akisikiliza muziki mzuri sana. Basi bidada akawa amesogeleana naye. Kumbuka kwamba hawa ni wapenzi, japokuwa mwamba Gang Ho afahamu kitu chochote na amekuwa akimpenda bidada. Basi wakawa wanasikiliza muziki, lakini kwa bahati mbaya
mbaya muziki huu ukawa unanyanyua hisia za mwamba na kujikuta anataka kuanza kuelea. Ikabidi waweze kuifunika simu katika eneo hili la Koni ambao bado iliendelea kuplay muziki. Sasa wakaendelea kufanya shughuli zao na mwisho wa siku wakagundua kuwa simu ya mwamba Kim ilikuwa imeisha chaji na mwisho wa siku ikawa imezima. Kitu ambacho kikamshtua sana Kim kwa sababu miongoni mwa masharti makubwa sana aliyopewa na mama yake ni kuwa hapaswi kabisa kuzima simu yake. Hasa maana ya mama kusema kuwa mtoto wake asije kawahi kuzima simu ilikuwa ni ipi? Na siku ya leo simu tumeweza kuona imezima. Nini kitakachokwenda kutokea huko nyumbani? Nikumbushe tu kwamba ile movie yetu ya Treni ya Miujiza inaendelea. Ni kwa gharama ya shilingi 2000 tu unaipata inbox. Tangazo hili hapa mbele. Baada ya kuipenda basi unakuja inbox na kutumia ile utafsiriwa ikiwa na vipande 25. Mimi naitwa DJ Po. Tukutane katika episode ya 3 ya recap yetu. Mwaka 2040 wanasayansi wanaamini kwamba binadamu watakuwa wamefika ukomo wa uharibifu wa mazingira ambapo watakata miti mingi sana. Jambo hili litapelekea hali ya hewa kubadilika na joto litaongezeka duniani. Mwanasayansi mmoja atakuja na wazo la kutengeneza kifaa cha kutengeneza baridi katika dunia nzima. Hasa hiki kifaa kikawekwa juu katika anga. Bahati mbaya ni kuwa kifaa hiki kikatengeneza barafu kubwa sana duniani, hali ya kusababisha kila mtu akaanza kuganda. Mwanasayansi mwingine akaja kugundua treni iliyoundwa kwa mabehewa 1000 ya magari, na katika mabehewa haya kwa kuna hali ya joto. Hivyo watu waliofanikiwa kuingia ndani ya treni hii ndio watu pekee waliobakia kuwa hai. Hali ya hewa nje ya treni hii ya maajabu ni mbaya sana. Kila kiumbe kilichokuwepo duniani kilishindwa kustahimili na kikafa. Watu pekee waliobahatika kubakia hai ni wale waliokuwa ndani ya hii treni ya miujiza. Binadamu ni binadamu tu. Licha ya kuwa wote walikuwa katika majanga mabaya ya kifo, lakini bado walipoingia ndani ya treni wakajitenga level ya matajiri mpaka maskini. Behewa la kwanza walikaa matajiri tu, wale wenye pesa mingi. Behewa la pili walikuwa matajiri ambao wana pesa za kawaida, na behewa la mwisho tulikaa kapuku na maskini wa kutupwa. Juhudi za maskini katika kuhamia behewa la matajiri ili kupata angalau ya nafuu ya maisha ndizo zinazoileta movie hii inayoitwa Snowpiercer ya mwaka 2013. Kama bado hujatazama iliyotafsiriwa basi kisha unakuja inbox kupitia nambari ya simu ya 0622113984 kuipata ikiwa na vipande 25 ikiwa imepigwa vyema maneno ya Kiswahili. Tunasonga mbele na recap yetu.